mama kanisa ili aweze kutupatia mwendeleo zaidi. Pia atakaribisha Reverend na hivyo ndio utaenda hivyo. Bwana asifiwe. Karibu sana mami. In Jesus' name, because He has taken away my sins away, I'm happy, so happy today. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Ni siku njema, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake. Ni yeye ametuwezesha tukafika siku hii ya leo. Chapter 1 inasema aketie mahali pasiri aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumainia. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibiwao. Biblia inatuambia kwamba ukikaa katika mahali pasiri pake aliye juu, utakaa katika uvuli, utadumu katika uvuli wake Mwenyezi. Kukaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu ni kukaa chini ya hema la Mungu kila wakati. Wanasema Bwana atawale tu, mwachie Yesu atawale. Maisha yako yakikulemea, mwachie Yesu atawale. Na wote wa mama walio mahali hapa pamoja na wazee wote tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. And all the time God is good and us never. Hakika Mungu ni mwema. Wacha tumshukuru Mungu. Amen. Mahali ametutoa, mahali ametufikisha, na umbali anatupeleka, ni nini tutasema? Tunamshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Wengi hatukujua tutafika mahali hapa. Hii barabara imekuwa mbaya. Tumefika mahali tukapata ya kwamba climax sijui ilikuwa aje, tairi sijui ilikuwa aje. Tukae chini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tushukuru Mungu sababu aliweza kutuficha katika mbawa zake. Tumefika Kapsabet. Bwana Yesu asifiwe. Gari liliweza kupitia vichorochoro ni mitaro sijui ni wapi. Lakini tushukuru Mungu tumefika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu ni mwema na ninampenda. Amen. Niseme asanti kwa wale ambao wameingia. Mimi nampenda Yesu. Amen. Katika maisha yangu, kwa yale anayonitendea, inanibidi nimpende na moyo wangu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukimpenda Kristo, hakika anakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombee tu wale ambao wamefanya nini? Wanasafiri. Vile tulikuwa tunakuja, tukifika hapo tukakutana na askofu. Anatuambia ya kwamba mama mzazi wamepata accident. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anashughulika vile watatibiwa. Kwa hivyo tuwaombee Mungu awape afueni haraka. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia ya kwamba leo ni siku ambayo ni siku ya wamama. Wamama oye. Wamama oye. Uwe mdogo wewe ni nani? Mama. Uwe mnono wewe ni nani? Mama. Uwe mrefu wewe ni nani? Mama. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema unaweza kuwa mfupi lakini mawazo yako inafikiria wapi? Mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua nini? Akili ya wamama inafikiria mbali kuliko ya wazee. Bwana Yesu asifiwe. Inafikiria mbali kuliko ya wakina nani? Ya wazee. Kwa sababu wewe mama ukiamua kufanya jambo utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua nini? Hawa wazee wanabebewa kwa magari kwa hii barabara na hata hawatambui ni ya wake zao. Bwana Yesu asifiwe. Gari limeandikwa tu Mama Lucy. Na yeye anapanda pia anapeana pesa. Na hiyo pesa inarudia bibi yake. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe werevu. Tuendelee hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tusijidharau. Tusijione hohehahe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua boma likikosa mama, hilo boma hata ukiingia hapo unaweza lia. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume anaweza kuwa na pesa lakini kama hana bibi ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kuwa na mali, anaweza kuwa na nyumba mzuri, lakini kama hana bibi, inafanya sisi tunafanya hawa wanaume wanaheshimika. Tunajua hivyo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya wanafanya nini? Wanaheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Sababu niseme hivyo ni ya kwamba boma lenye halina bibi sio rahisi upate wageni wanaingia kwa hilo boma. Bwana Yesu asifiwe. Na utapata wakisema ya kwamba mimi naenda kwa boma ya Agineta. Naenda kwa boma ya nani? Agineta. Ya Agineta. Sio kwa boma ya dada. Naenda kwa boma ya Agineta. Kwa sababu Agineta hilo boma amelisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Bila huyu Agineta hilo boma lingefunga maji. Lingeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kazi yenye tunatenda tusijidharau. Na hii injili ni ya wamama. Mkae mkijua hivi. Bwana Yesu asifiwe. Injili ni ya kina nani? Kwani wakati Yesu alipigwa, akasulubishwa,